Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa kikieleza kuwa Aprili 15 mwaka 2026, mwenyekiti wake Tundu Lissu amewasilisha mapendekezo muhimu kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Malawi Lazarus Chakwera akiwa mahabusu katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam, wakati Lissu alipopata fursa ya kukutana na kiongozi huyo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema ambaye julikana kama Brenda Rupia, Lissu amewasilisha hoja zake kadhaa zinazolenga mustakabali wa demokrasia na utawala wa sheria nchini Tanzania. Miongoni mwa hoja hizo ni pamoja na kueleza kuwa kesi ya uhaini inayomkabili inatokana na msimamo wake wa no reforms no election, akisisitiza kuwa anataka kufuta kwa kesi zote zinazomkabili yeye na chama chake pamoja na utayari wake kushiriki mazungumzo akiwa huru. Taarifa hiyo inaeleza kuwa Lissu pia amependekeza kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio ya Oktoba 25 kuhusu taasisi za kikanda kama SADC pamoja na kuwepo kwa mazingira wezeshi yatakayowezesha mazungumzo ya kweli na utekelezaji wake. Aidha, amesisitiza kuwa kuna umuhimu wa uwajibikaji wa taasisi mbalimbali za umma ikiwemo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, tume ya taifa ya uchaguzi INEC na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, akirejea pia mapendekezo ya ripoti za Jaji Nyalali ya mwaka 1992 na Jaji Chande ya mwaka 2023 kuhusu mageuzi ya kisiasa na kiutawala. Sasa nataka nikusomee barua ambayo ilikuwa imechapishwa ama imewekwa kwenye mitandao ambayo imeandikwa na Brenda Rupia, na ni barua ambayo inaeleza baadhi ya masharti ambayo ameyatoa Tundu Lissu akiwa gerezani. Sasa barua ilikuwa inasomeka hivi: taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimaarifu wanachama wake, wafuasi na umma wa Tanzania kuwa wakili Paul Kisabo ametembelea mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo yao wamejadili kwa kina mwenendo wa kesi mbalimbali zinazomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na zile zinazoendelewa dhidi ya chama. Aidha, Mheshimiwa Lissu ameeleza kuwa tarehe 15 Aprili mwaka 2026 alipata fursa ya kukutana na Mheshimiwa Lazarus Chakwera na kuwasilisha kwake masuala yafuatayo muhimu kwa mustakabali wa demokrasia na utawala wa sheria nchini. Moja ni kwamba kesi ya uhaini inayomkabili inatokana na msimamo wake wa no reforms no election, na hivyo kusisitiza kufuta kwa kesi zote zinazomkabili yeye na chama pamoja na utayari wake wa kushiriki mazungumzo akiwa huru. Pili, kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio ya Oktoba 25 kuhusu taasisi kama SADC. Tatu, uwepo wa mazingira wezeshi kwa mazungumzo ya kweli na utekelezaji wake. Nne, wajibikaji wa kitaasisi kwa iliyotokea Oktoba 25 hususan kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa INEC na TCRA sambamba na kurejelea ripoti ya Jaji Nyalali mwaka 1992. Kufanyika kwa mageuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama kuzingatia ripoti ya Jaji Chande mwaka 2023. Sita, mabadiliko ya mfumo mzima wa uchaguzi ikiwemo kushindwa ama kuundwa kwa chombo kipya cha huru cha kusimamia uchaguzi na kuzingatia ripoti mbalimbali za uangalizi wa uchaguzi wa mwaka 1995 na mpaka mwaka 2025 pamoja na ripoti za Jaji Warioba na Jaji Nyalali. Na saba, pia umuhimu wa kupatikana kwa katiba mpya. Aidha, Mheshimiwa Lissu amepatiwa nakala ya uamuzi wa mahakama ya rufani uliotolewa na tarehe 15 Aprili mwaka 2026 unaohusu chama kuendelea na shughuli zake. Baada ya kupitia uamuzi huo, ametoa wito kwa wanachama na Watanzania kwa ujumla kujiandaa kwa hatua zinazofuata za kisiasa, akisisitiza muhimu wa maandalizi ya mikutano ya hadhara. Chadema kinaendelea kusisitiza dhamira yake ya kupigania haki, demokrasia, utawala bora na maslahi ya wananchi kwa njia za amani na kisheria. Hii ilikuwa imetolewa jana Alhamisi tarehe 16 Aprili mwaka 2029 na ilitiwa sahihi na Brenda Rupia ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema. Sasa hiyo ndio barua ambayo walikuwa wameiweka kupitia mtandao wao, lakini pia inaonyesha namna gani Tundu Lissu ameamua kutoa masharti yake kuhusiana na hii kesi inayomkabili. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.